ongezeka zaidi pale ambapo taasisi itakuwa ikijitegemea na kuweza kufanya kazi kwenye mawanda mapana zaidi yanayojumuisha bidhaa za kilimo na zisizo za kilimo. Ndugu waandishi wa habari, katika upande wa usimamizi wa mfumo, katika mwaka 2025-2026 WRB iliendelea kufanya ukaguzi wa maghala na kwa wakati na baada ya msimu wa biashara. Jumla ya gunia milioni 19 zenye uzito wa zaidi ya kilo bilioni 1 ziliweza kukaguliwa na kuthibitisha ubora wake. Aidha, kupitia mfumo wa stakabadhi za ghala, WRB imeendelea kuchangia kutatua changamoto ya lumbesa katika biashara za mazao. Mazao yote yanayouzwa kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala hayana changamoto ya lumbesa. Kwa hivi sasa, bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala inafanya kazi kwa ukaribu sana na wakala wa vipimo ili kuona namna ambavyo bidhaa zote nyingine ambazo zinaendelea kuwa na changamoto ya lumbesa ziweze kupita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Na tunaamini kwamba pindi tutakapoweza kuingiza mazao haya, basi tutakuwa tumetanzua tatizo kubwa la muda mrefu la lumbesa hapa nchini. Pia WRB imeendelea kuboresha mfumo wake wa kidijitali, yani Warehouse Receipt System Management Information System WRS-MIS, utakaounganisha taarifa za utoaji wa leseni, ukaguzi na biashara kwa njia ya kidijitali. Naomba nichukue nafasi hii sasa kueleza mwelekeo wa baadaye wa mfumo wa stakabadhi za ghala. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, WRB imejipanga kuendelea kupanua wigo wa mfumo wa stakabadhi za ghala ili uweze kunufaisha sekta nyingi zaidi za uzalishaji na kuchangia kwa kiwango kikubwa zaidi katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Katika kipindi cha miaka mitano ijayo, kuanzia mwaka 2026-2027 hadi mwaka 2020-2031, bodi imeweka mikakati mbalimbali ambayo itaendelea kutekeleza kwa lengo la kuimarisha mfumo huu kwa kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma na kuhakikisha manufaa zaidi yanayofikia wateja, yani walengwa wakiwa ni wakulima, wafanyabiashara na wadau wengine. Mikakati hiyo ni kama ifuatavyo. Moja, kupanua mfumo katika sekta upya za uzalishaji. WRB itaendelea kupanua wigo wa mfumo ili iweze kuwezesha biashara ya bidhaa mbalimbali na si mazao ya kilimo pekee kupitia katika mfumo huo. Kupitia mkakati huu, bodi inaendelea majadiliano ya kisera na kitaalam kwa kushirikiana na wizara mbalimbali, taasisi za serikali, sekta binafsi, wafugaji, wakulima, vyama vya ushirika pamoja na washirika wa maendeleo ili kuweka mazingira wezeshi ya kuingiza bidhaa mpya katika mfumo wa stakabadhi za ghala. Katika mwaka 2026-2027, WRB itaanza utekelezaji wa mkakati huu kwa kuingiza sekta ya mifugo katika mfumo, ambapo mnada wa kwanza wa mifugo unatarajiwa kufanyika katika wilaya ya Mvomero hivi karibuni. Aidha, mfumo utaendelea kupanuliwa kwenye bidhaa nyingine zikiwepo mwani, ngozi, mazao ya bustani, samaki, dagaa, bidhaa nyingine zinazokidhi vigezo vya kuingia katika mfumo. Upanuzi huu wa mfumo pia utafungua fursa mpya za uwekezaji na biashara nchini. Halmashauri zitanufaika kwa kujenga na kuendeleza ghala za kisasa zitakazokidhi viwango vya mfumo, hatua itakayochechua ukusanyaji wa mapato ya ndani na maendeleo ya uchumi kwa maeneo husika. Vile vile, kutakuwa na fursa zaidi kwa sekta binafsi na vyama vya ushirika kuwekeza katika uendeshaji na usimamizi wa ghala zilizosajiliwa, huduma za uhifadhi, usafirishaji, upimaji wa ubora wa bidhaa pamoja na huduma nyingine zinazohusiana na mnyororo wa thamani wa utekelezaji wa mfumo huu. Pia bodi inaendelea kuandaa kanuni, miongozo na taratibu za kiutendaji zitakazowezesha biashara ya bidhaa hizo kufanyika kwa kuzingatia viwango vya ubora, usalama wa bidhaa, mahitaji ya masoko ya ndani na masoko ya kimataifa. Lengo ni kuwafanya wazalishaji wa sekta hizo wanufaike na huduma zinazotolewa kupitia mfumo, ikiwemo uhifadhi salama, masoko yenye ushindani, upatikanaji wa mikopo kwa kutumia stakabadhi za ghala na kuongeza thamani ya bidhaa zao. Aidha, tunalenga kuongeza matumizi ya tehama katika usimamizi wa mfumo, ambapo WRB itaendelea kuboresha mifumo ya kidijitali ili kuongeza uwazi, ufanisi na kasi ya utoaji huduma. Hii ni pamoja na kuendeleza mfumo wa WRS-MIS, kuboresha mfumo wa WRMS na kuongeza matumizi ya stakabadhi za kielektroniki na kuunganisha taarifa za leseni, ukaguzi, biashara na malipo katika mfumo mmoja wa kidijitali. Hatua hizi zitaongeza ufanisi wa usimamizi wa mfumo, kupunguza gharama za uendeshaji na kuwezesha wadau kupata huduma kwa haraka zaidi. Tunalenga kuimarisha ushiriki wa taasisi za fedha, ambapo hivi karibuni taasisi ya WRB imesaini mkataba wa makubaliano
na Benki Kuu ya Tanzania katika kusimamia utekelezaji wa shughuli za mameneja dhamana, yani collateral management, ambapo sasa taasisi zote za fedha zinaitumia taasisi ya WRB kuweza kuwasajili mameneja dhamana na kuhakikisha wao wako wenye viwango na wanakidhi kutoa huduma hii kwa wadau wanaohusika. Aidha, katika maadhimisho ya miaka 20 WRB na chini ya mfumo wa stakabadhi za ghala ilifanya makubaliano na taasisi mbalimbali ikiwa ni pamoja na benki ya TADB kwa maana ya kuweza kupata uwezeshaji wa kifedha kwa ajili ya ujenzi wa ghala, benki ya NBC kwa ajili ya kushirikiana katika utekelezaji wa uingizaji wa zao la mifugo, lakini vile vile ili kuongeza uwekezaji katika miundombinu ya ghala na huduma za biashara tumeweza kuwashirikisha wadau wote, na nitoe rai pia kwamba kama ambavyo ilielekezwa na Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa halmashauri sasa zione haja ya kujenga ghala zinazostahili katika maeneo mbalimbali kama chanzo chake cha mapato moja, lakini mbili, kama njia ya kuwezesha mfumo wa stakabadhi za ghala kuweza kuwasaidia wadau wao. Kwa hiyo hivi tunaziona halmashauri chache zimeanza kufanya, lakini nitoe wito kwa halmashauri nyingi zaidi kuweza kuendelea kujikita katika jambo hili linaloweza kuwa na tija zaidi. Lakini tunajipanga kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kupitia njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na mikutano pamoja nanyi. Niwakaribishe WRB. Hata tukimaliza tukio letu la leo, basi tunayo fursa ya kuendelea kututembelea tuweze kupata taarifa zaidi na kuweza kuwa wadau wetu wa kutawanya elimu hii kwa wadau mbalimbali. Elimu ambayo tunalenga ni ile ambayo inaongeza uelewa wa matumizi ya mfumo, kuhamasisha ushiriki wa wadau wengi zaidi na kuhakikisha wanatumia fursa zinazotokana na mfumo kuongeza tija. Upande wa elimu tumejipanga vizuri kwa kushirikiana na wenzetu wa CBE ambao sasa wao wanatusaidia kutoa mafunzo ya wale watendaji kwenye maeneo ambayo tunatoa leseni kwenye ghala na meneja dhamana. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba tutaweza kushirikiana vizuri. Katika kuimarisha mnyororo wa biashara kidijitali ndani na nje ya nchi, WRB itaendelea kujenga ushirikiano na taasisi mbalimbali ili kuongeza matumizi ya teknolojia, elimu na huduma zinazowezesha wadau wa mfumo kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Katika maadhimisho ya miaka 20, bodi pia ilisaini makubaliano na shirika la Posta ili tuweze kushirikiana nao kama njia ya kuweza kufanya biashara, lakini njia pia ya kusafirisha bidhaa. Pia tulisaini mkataba na watu wa East Africa Grain Council kwa ajili ya mahusiano ya kikanda. Kwa hivyo sasa hivi tunawezesha, mfumo wetu utawezesha biashara kati ya Tanzania na nchi za mipakani kama vile Rwanda, Burundi, Kongo na wengineo ambao wanafanya biashara na Tanzania zitarasimishwa kupitia mfumo huu wa stakabadhi za ghala chini ya mahusiano ambayo tumesaini na watu East African Grain Council. Kwa ujumla, mwelekeo huu unaendana na azma ya serikali kuendelea kujenga uchumi shindani, kuongeza thamani ya mazao na bidhaa za Tanzania, kuimarisha usalama wa chakula, kuongeza ajira na kuchochea maendeleo endelevu kupitia utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala. Ninapokwenda kumalizia, naomba niguse eneo moja la msingi la mchango wa WRB kwenye dira ya maendeleo ya taifa ya 2050. Mfumo wa stakabadhi za ghala ni nyenzo muhimu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 kwa kufanya yafuatayo: moja, kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania katika masoko ya kidunia kwa kurasimisha ukusanyaji, uhifadhi unaohusisha ubora pamoja na uzito na utoaji wa taarifa sahihi za bidhaa hizi kwa ajili ya kwenda sokoni. Kuongeza thamani ya bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mazao ya kilimo, mazao ya mifugo, mazao ya bahari na mazao mengine pamoja na bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa hapa nchini. Kuimarisha ujumuishi wa kifedha kwa kuwezesha stakabadhi sasa kutumika kama njia ya kuwezesha upatikanaji wa fedha na ikiwa imebeba mali ambayo ni dhamana ya fedha hizo kutoka kwenye taasisi za fedha. Kuongeza mapato ya serikali na halmashauri kama nilivyokwisha kueleza hapo awali. Kuchochea utekelezaji katika ghala na miundombinu ya biashara. Kuongeza matumizi ya tehama katika biashara mbalimbali za bidhaa hususan mazao, na kuongeza ajira na ushiriki wa sekta binafsi ambao katika mpango wa dira ya 2050 inatarajiwa 70% itokane na sekta binafsi, na tayari sisi kwa asilimia zaidi ya 80 tunafanya kazi na sekta binafsi. Kwa hiyo kuimarisha utekelezaji wa shughuli zetu ni wazi kwamba utaenda kukidhi malengo makubwa ya dira ya 2050. Hitimisho. Ndugu waandishi wa habari,
Kwa mara nyingine tena nipende kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutuwezesha, kwa kuwa uongozi wake mahiri na maono yake yanayoendelea kutuwezesha kuweka mazingira wezeshi kwa Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Ghala kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi na kuchangia maendeleo ya sekta ya kilimo na uchumi wa taifa. Vile vile tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Wizara ya Viwanda na Biashara kwa usimamizi na mwongozo wake katika kuimarisha utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala. Aidha, tunashukuru wadau wetu wote wakiwepo Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania TCDC, Soko la Bidhaa TMX, taasisi za fedha, vyama vya ushirika, waendesha maghala, wanunuzi, mameneja dhamana, wakaguzi wa kwenye ghala, wakulima na wazalishaji wengine, lakini bila kusahau bodi zote za mazao ikiwa ni pamoja na CBT, bodi ya korosho, Kopra, bodi ya mazao mchanganyiko, nafaka na mazao mchanganyiko, bodi ya kahawa, bodi ya mkonge, pamoja na halmashauri zote ambazo zinatekeleza mfumo wa stakabadhi za ghala, kwa ushirikiano mkubwa ambao wameendelea kutupatia, na tunaahidi tutaendelea kushirikiana nanyi katika kuhakikisha kwamba tunafikisha malengo makubwa ya maeneo yenu, malengo makubwa ya kitaifa chini ya mpango wa maendeleo. Mwisho kabisa, tunawashukuru sana ninyi waandishi wa habari kwa ushirikiano wenu na kwa kuendelea kuwa kiungo muhimu cha kuhabarisha na kuelimisha umma kuhusu shughuli na mafanikio ya mfumo wa stakabadhi za ghala. Tunaamini ushirikiano huu utaendelea kuimarika kwa manufaa ya Watanzania wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nakushukuru sana mkurugenzi kwa wasilisho zuri. Tunaingia kwenye session ya maswali. Tutakaribisha maswali manne, alafu tutampa mkurugenzi nafasi ya kujibu, alafu tutaenda tena maswali mengine manne hivyo mpaka tukamilishe. Asante sana mkurugenzi kwa uwasilishaji wako nzuri sana. Naitwa Mukhtari Ngoma, mimi naliandikia shirika la utangazaji Zanzibar ZBC Dodoma. Nina maswali madogo sana mawili. Kwanza, ongereni sana kwa kutimiza miaka 20 ya mafanikio kwa mujibu wa takwimu ambazo mmezionesha. Hata hivyo, kwa mujibu wa maeneo ambayo mimi nimewahi kupita na ninayoyasikia kupita kwa wakulima, bado kuna changamoto ya ucheleweshaji wa malipo, hasa wakiuza bidhaa zao, wengine wanaleta complaints. Hili lipo kwenye bodi hii, na kama lipo, the way forward ili changamoto ishe, maana mtu akiuza anategemea apate ili aendeshe gharama nyingine. Lakini jambo la pili, natamani tu kufahamu ni changamoto zipi hasa ambazo mnazitilia mkazo bado wakulima wetu hawajazifahamu kupitia mfumo mpya ambao by the way ni mpya, kwa sababu ni miaka 18 tu, pengine kuna baadhi ya maeneo ukawa ni mpya. Maswali yangu ni hayo tu, asante. Naitwa Richard Mwaikenda wa CCM Blog na Kamanda Matukio Online TV. Sijui kama mimi nitakuwa sijaelewa, maana ukizungumzia maana stakabadhi ghalani, najua mnahusika hata na maghala. Sasa kama mnahusika na maghala, ni mpaka hivi sasa mna maghala idadi ya kiasi, yani mna idadi ngapi ya maghala mpaka hivi sasa? La pili kidogo naweza nikaongezea kwa ndugu yangu hapa. Mna mpango gani wa kufikisha elimu vijijini na hasa maeneo ambayo hakuna mawasiliano, kuhakikisha wakulima na wananchi wanaielewa vizuri bodi yenu? Naitwa Deus Magale kutoka Magale Blog. Ndugu mkurugenzi, labda ningependa kujua mna ushirikiano vipi na wakulima ambao saizi kama mfano kule Rukwa, mfano mahindi saizi hana bei kabisa, mnawasaidiaje ili wajikwamue baada ya kuvuna? Je, ushirikiano wenu na ushirika ukoje? Asante mkurugenzi, mimi naitwa Amani Mbando, niko Channel 10. Swali langu ni moja tu. Kwa miaka 20 mmesema kwamba sasa hivi kuna huduma na mazao kama 18. Tunajua tuna mazao mengi sana nchini. Mpango kufikia mazao mengine ni upi, kwa pengine kwa muda mfupi, wakati na mrefu?
Mkurugenzi, tukupe nafasi ya kujibu. Asante kwa maswali mazuri. Nianze na swali la Mbando kuhusu mpango wa kufikia mazao mengi. Ni kweli tunayo mazao 18 na nadhani tumepata uzoefu wa kutosha, na nikuhakikishie hivi sasa tunajipanga kwa haraka sana kwenda kwenye upande wa bidhaa za iliki, mnaita nini hizi, viungo, iliki, kitunguu saumu na kadhalika, vyote black pepper na kadhalika. Na uzuri tunashirikiana kwa karibu na wenzetu wa Kopra ambao ndio bodi inayosimamia mazao hayo. Kwa hiyo nikuhakikishie si muda mrefu tutaanza kuingiza pamoja na tangawizi, sababu hayo ni maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekuwepo na uzalishaji umeongezeka. Na kwa mfano mkoa wa Morogoro umezalisha zao la karafuu, tumeanza nao, tutawachukua haraka sana kuweza kutekeleza. Kwa naweza kuahidi ifikapo mwakani mwezi Julai kama tunapozungumza, bidhaa nyingi zaidi zitakuwa zimeingizwa. Lakini ni kweli ziko bidhaa nyingi sana hapa nchini zinazalishwa. Ambacho tumekifanya sasa ni kuwezesha mfumo huu wa stakabadhi za ghala kuwa mfumo wa watu wote, kwa maana ya kwamba tutaweza kusaidia wale wote wanaotaka kufanya biashara, aidha kwa njia ya minada au kwa njia ya mikataba au kwa njia ya ukusanyaji wowote. Kwa maana sisi tutakuwa tunafanya kazi ya ukusanyaji, kuweka ubora na kuhakikisha uzito uko sahihi, lakini na kutengeneza taarifa inayowezesha biashara kufanyika. Kwa hiyo hilo tutalitekeleza. Ndugu yangu Deus, umenieleza kuhusu Rukwa ni kama unaweka mafuta kwenye moto. Hivi leo na juzi nilikuwa niko Rukwa, na kwa mara ya kwanza tumeweza kufanya jambo kubwa la kuingiza zao la mahindi kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Tumekutana na wakulima wa Rukwa, tumepewa taarifa na ninazo taarifa za maeneo yote. Kimsingi jambo kubwa litafanyika ni kama ifuatavyo. Sasa tumekubaliana na tunaenda kuongea na taasisi za fedha ili wakulima wale kwa bei hizi za sasa wataingiza mazao yao kwenye ghala ambazo tutakuwa tumeisajili. Watapatiwa stakabadhi. Stakabadhi hiyo itawawezesha hata kuweza kwenda benki kupewa sehemu ya fedha kwa ajili ya kuweza kujikimu wakati wakisubiri uuzaji ufanyike baadaye. Tofauti na hapo awali, sasa ni kwamba alikuwa akiuza sasa hivi ndio mazao ameshayakosa, na hata baadaye hata kuwa tena na uwezo wa kupata fedha. Kwa ni kweli tumelitambua hilo na tumeanza kwa kasi. Tumeanza na mkoa wa Rukwa kama mkoa wa mfano, lakini tutakapoweza kukamilisha basi tutatawanya kwenye uzalishaji wa mahindi, lakini pia zao la mpunga kwenye maeneo mengine nchini. Ndugu yangu Richard, umeuliza kuhusu ghala. Tuna ghala takriban ambazo tumesajili hivi sasa ni takriban ghala 6,000 katika nchi nzima ambazo zina operate, lakini ambazo zinafanya kazi na mfumo ni ghala 446 ndio ziko kwenye utekelezaji hivi sasa, ambazo ni kutoka katika maeneo ya mikoa 23 niliyokuambia. Kwa hiyo bado tuna fursa kubwa, lakini hata hivyo ni kuhakikishie kwamba bado tuna changamoto ya ghala. Ndio maana nimetoa rai pale kwa halmashauri, lakini bado niongeze na wadau binafsi. Hata sisi waandishi wa habari tukijikusanya kidogo, naweza mkaenda kufungua ghala kwenye maeneo mbalimbali kama chanzo cha mapato, lakini tukaweza kuwezesha mfumo wetu kufanya kazi vizuri. Richard, umeniuliza vizuri kuhusu elimu, lakini nafikiri pia ndugu yangu Ngoma ameliulizia ili swala la elimu. Ni kweli kama ulivyosikia kwenye taarifa yangu, tumeendelea kuweka kipaumbele katika utoaji wa elimu, na elimu hii haina mwisho. Tunaendelea kuitoa siku hata siku, lakini nadhani elimu kubwa inapatikana pale ambapo nyinyi wenzetu wa habari, kwa kupata taarifa za uhakika, mnayo fursa ya kwenda kuitawanya zaidi. Sababu nyinyi mnaweza kufika mahali pengi kwa mikono yenu, kwa sauti zenu. Kwa hiyo ni njia moja wapo ambayo ndio maana nilisema pale mwanzo na wakaribisha tushirikiane ili tuweze kulifanya vizuri. Lakini sisi wenyewe tumejipanga kimkakati. Tunazo kamati za usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala katika ngazi ya mikoa na ngazi ya halmashauri. Moja ya jukumu lao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaendelea kutoa elimu sahihi kwa wananchi. Lakini hizi elimu zote hata zikitolewa, ikiwa huduma hii haionyeshi tija kwa mkulima, hakuna elimu itakayokuwa inaingia. Kwa sisi tunaamini kwamba utekelezaji mahiri wa mfumo wa stakabadhi za ghala unaongeza kwa kiasi kikubwa nafasi ya watu kuelewa, kwa sababu aliyefaidika leo atamsimulia na mwingine na mwingine na mwingine. Kwa namna hiyo tutajikuta tuendelea kunufaika zaidi na utekelezaji wa mfumo huu. Ndugu yangu Ngoma, umeuliza kuhusu ucheleweshaji wa malipo, na hapa lazima niseme kwamba kazi kubwa sana tumeendelea kuifanya, kwa sababu katika utekelezaji wa mfumo huu tunao wadau mbalimbali. Tunao wadau wanaohusika na upokeaji, tunao wadau wanaohusika na utunzaji, na tunao wadau wanaohusika na uuzaji, lakini mwishowe
tuna wadau wanaohusika na kuwalipa wakulima. Muda ambao sasa tumekubaliana ni masaa 42, kwamba baada ya malipo, mnada ukishafanyika, malipo yakishafanyika, ndani ya masaa 42 lazima fedha ziwe zimemfikia mkulima. Ni wewe Bwana Ngoma unaweza kuwa shahidi. Kelele uliyosikia miaka mitatu iliyopita si kelele unaisikia leo. Yote hii ni kutokana na kwamba tumeendelea kulifuatilia hili jambo kwa ukaribu sana, ili tuone namna gani tunaweza kuondosha changamoto hiyo. Umeuliza pia kuna swali ulizwa kuhusu ni changamoto zipi ambazo tunazipa kipaumbele. Naomba niseme kwamba sisi kama mfumo wa stakabadhi za ghala, kwa kuwa ndio tunasimamia utekelezaji wa mfumo huu wenye wadau mbalimbali, tumehakikisha kuna mashirikiano ya karibu sana kati ya watendaji mbalimbali au taasisi zinazoshughulika na utekelezaji wa mfumo huu. Na hili limekuwa ni sifa kubwa. Tunashirikiana kwa karibu na bodi za mazao, tunashirikiana karibu na vyama vya ushirika. Umeuliza pia mahusiano kuhusu sisi na vyama vya ushirika. Uhusiano wetu ni mkubwa, kwa sababu katika upande wa ukusanyaji vyama vya ushirika vinafanya kazi kubwa katika eneo hilo, na hivyo tunashirikiana nao. Lakini vile vile tunashirikiana na halmashauri za mkoa, halmashauri za wilaya, lakini vile vile mikoa kwa ujumla katika usimamizi wa utekelezaji wa mfumo huu. Kwa hivyo kwa njia hiyo tunajikuta kwamba kila mara tunaendelea kutatua changamoto kadri zinavyojitokeza. Nitoe rai leo kwa ajili ya wenzetu ambao wanaendesha maghala na usimamizi, ambao ndio sehemu kubwa, kuendelea kuwa waadilifu, na sisi tunachukua hatua pale ambapo tunapata taarifa ya watendaji ambao hawafanyi kazi ambavyo inatarajiwa. Naitwa Magnus Mahenge na andikia gazeti la Habari Leo. Nina maswali mawili. Ningetamani kujua mikoa iliyobaki, umenitajia mikoa 23. Kwa nini mingine haitaki kujiunga na kwa sababu gani haijajiunga na mfumo huu wa stakabadhi za ghala? La pili, kuna vigezo vyovyote kujiunga na stakabadhi za ghala? Kama zipo ni zipi? Kwa sababu umeniambia kwamba kuna vigezo ambavyo inatakiwa taasisi ama sijui nani kujiunga kwenye mfumo huu. Asante. Asante. Mimi ni Neville Mena, natoka Media Prince. Jambo la kwanza, maghala yako, umezungumzia maghala 6,000 lakini unazungumzia aliyojiunga ni kama 400 kitu. Tatizo ni maghala ambayo hajajiunga au ni uwezo wenu? Sababu kama yapo na hajajiunga na kuna faida, kwa nini haiko hivyo? Katika ripoti ya RIPOA ya 2023 kama sikosei, walibainisha changamoto nyingi, masuala makini na moja ambalo lilionekana la upotevu wa mazao, lakini pia ikaonekana kwamba watu wanaopeleka mazao yao tunapeleka kilo 100 na kuja kukuta mengine yamepotea, mengine uzito umepungua. Hii shida ikoje na nyie mmechukuaje hatua? Jambo la mwisho hapo, umetunguzia habari ya malipo. Umesema saa 42 baada ya fedha kulipwa. Mkulima anapoleta mazao yake, anapoondoka, anapopata ile stakabadhi akaondoka akalipa ile ghala kisogo, anaanza kuanza kulipwa. Sasa hiyo saa 48 ni ipi? Nazungumzia mchakato tangu ameleta mpaka anapata hela. Ni saa 42 kweli au hebu tuweke sawa sawa, kwa sababu hapa hiyo saa 42 inawezekana ni hela zinaingia baada ya muda gani, na tusaidie huo mnyororo wa watu wanaohusika, how much they are committed to make sure kwamba hela inapatikana katika muda. Inataka hiyo, mimi nachotaka entire process tangu mtu amepeleka mazao yake mpaka anapata malipo ni muda gani? Asante. Mimi naitwa Prosper Kuigize, ni katibu wa chama cha waandishi wa habari vijijini. Nimepongeze kwa miaka 20 ambayo mmeifikia, lakini na maswali machache. La kwanza, wanaopeleka mazao kwenye maghala yaliyosajiliwa ni wakulima au ni walanguzi? Nasema hivyo kwa sababu gani? Mikoa mingi ambayo nimetembelea ikiwemo mikoa ya Kigoma, Kagera na Katavi, wenye maghala ni wafanyabiashara, sio wakulima. Na hata yale magari ya halmashauri, kwa mfano Kasulu, kuna gari kama 3 hivi au 4. Wanaoweka mazao mle wala sio wakulima. Ni watu wanaozunguka vijijini wale kukusanya mazao kwa wakulima. Na wengine wananunua mazao, wananunua mashamba kabla ya kuvunwa.
wanaenda kuvuna wenyewe baadaye, ndio wanatumia hayo magara. Lakini pia hapo magara mengi ya watu binafsi, hasa zao la muhogo kwa mkoa wa Kigoma na Kagera, ambao muhogo huo 99% unauzwa nje ya nchi, hasa Rwanda, Burundi na DRC, ambao wao kule wanajua na soko liliko kidunia. Muhogo unaouzwa kutoka Kigoma kwenda Burundi na Rwanda ndio unaouzwa Ubelgiji, Australia na Marekani. Sisi wakulima mnawasaidiaje? Badala ya wao kuweka kwenye gara, wanaweka wafanyabiashara ambao wanaenda kuuza kimataifa na sio wakulima. Swali la kwanza. Swali la pili, mnasimamiaje ubora wa magara hayo? Kwa sababu baadhi ya magara hujengwa na wafadhili ambao wanavunjwa moyo na namna magara yanavyofanya kazi. Kwa mfano, mikoa ambayo inahifadhi wakimbizi, kulikuwa na mradi unaitwa Kigoma Joint Program kwa mfano. Kuna magara mengi yamejengwa mkoa wa Kigoma, yako chini ya viwango, na wafanyabiashara au wakulima hawapeleki mazao yao humo kwa sababu wanajua atanyeshewa na mvua na kadhalika. Mfano ni gara moja linaitwa Mnadani Kasulu. Mlifuatilie. Ni la halmashauri, ni hasara tupu. Limejengwa na Kigoma Joint Program, mamilioni ya fedha, zaidi ya milioni 800 zimetumika. Lakini ile gara limetelekezwa kwa sababu lishakuwa chakavu ndani ya mwaka mmoja na halifai. Mnasimamiaje jambo hilo? Kuhusu masoko ya kimataifa, kama nilivyotaja kwenye swali langu la msingi la kuhusu mazao, mnasaidiaje wakulima na sio wafanyabiashara kujua masoko ya kimataifa yaliko? Kama nilivyotoa mfano zao la muhogo, wanaonunua muhogo mkoa wa Kigoma wengi ni Wanyarwanda na Warundi, ambao wao wanaenda ku upgrade, wanaenda kuchakata, halafu wanauza kwenye masoko ya kimataifa. Kwa nini ninyi hamsaidii wakulima wa Tanzania kujua wapi masoko yaliko na kuchakata badala ya kuuza raw material? Asante. Kwa uzito naomba nianze na swala la Neville Mena. Huyu ni mwandishi rafiki yangu wa siku nyingi, kwa hiyo acha nianze naye. Umeuliza kwamba kwa nini magara hayatumiki. Nadhani hilo swali pia ameuliza msikilizaji wa mwisho hapa. Idadi tunaoijua na idadi ambayo natumia mfumo. Kwanza, mfumo kutumia ni hiari, sio shuruti. Lakini pili, kadri tunavyoendelea umeona tuna bidhaa kiasi gani na bidhaa chache tu ambazo zinatumia mfumo hivi sasa. Kwa hivyo moja ya mambo ambayo tumeweza kuyafanya ni kwanza kuyamap, kujua magala yako wapi, ili tuweze kusukuma sasa ajenda ya kuingiza bidhaa nyingine kwenye mfumo. Lakini pia kama nilieleza, ulisikiliza nilipokuwa naeleza, sisi tunashirikiana na taasisi nyingine. Taasisi kama bodi za umiliki mazao. Haya mazao mengine yote ukiacha zile ambazo mnazijua, kahawa, korosho, mkonge, yana bodi zake. Lakini mazao mengine yote, mazao mchanganyiko, yako chini ya taasisi inaitwa Kopra. Kwa sisi tunafanya kazi na wenzetu wa Kopra. Kadri wanavyokuwa wameratibu, tunakubaliana kwamba sasa zao hili tunaliingiza kwenye mfumo. Kwa hiyo hivi sasa naweza kusema kwamba kwa uwepo wa Kopra unatuwezesha kuongeza kasi ya uingizaji wa bidhaa nyingi zaidi. Kwa hiyo ni wazi kwamba hizo gala nyingine ambazo unaona ziko wazi, ndani ya kipindi kifupi tu utakuta na zenyewe zinatumika. Lakini ili usishe ile swala la magala na utumika, na ndugu yangu Prosper ulichoniuliza, ni kweli tuna taarifa ya gala nyingi sana ambazo ziko kwenye maeneo mbalimbali na zina hali mbaya. Sio Kigoma tu. Mimi nimefika mpaka Kasulu, nimekwenda Kibondo, lakini pale Kasulu kuna gala nyingi. Lakini vizuri pia kutambua kwamba ziko gala zilizojengwa na serikali na zinafanya kazi. Lakini ziko gala chache kama ulivyosema ambazo zimeachwa. Lakini niseme hili swali ukiuliza kuhusu wanaoleta bidhaa ni kina nani, mfumo wetu unalenga kuwasaidia wadau wote, hususan wanaozalisha. Lakini sisi wote ni Watanzania, na ni ukweli usiopingika. Tunavyokwenda kuzalisha, unapewa taarifa kwamba pale kuna mnada utafanyika kesho, lakini anakuja mtu anakuambia wewe unataka kusubiri mnada au unaweza kuchukua kwako. Sio kama tuko mtu hapa na mkulima anaamua tu, bwana kwanza huko kwenye mnada mimi sina muda. Wanatoa shilingi ngapi? 1500. Wewe unanipa shilingi ngapi? Ni 1400. Nipe 1400, wewe nenda kaangaike naye huko. Kwa hiyo siwezi kukataa. Ni kweli wako walanguzi au wafanyabiashara, nimeamua kuwaita ni wafanyabiashara wakati wanaonunua kwa wakulima kuleta huku. Lakini jambo kubwa ambalo tunaliona likitokea ni kwamba kwa sababu tunatekeleza mfumo, bei ambazo hawa unaowaita walanguzi walikuwa wakizitoa siku za nyuma sasa zinabadilika. Kwa nini? Kwa sababu wakulima wana taarifa
Kule nyuma nikitoa mfano wa zao la choroko, mkulima alikuwa anaweza kupewa shilingi 500. Lakini tulipoanza kuweka minada ya choroko na kuona bei za shilingi 1200, 1300, tulizitangaza kwa wakulima. Kwa hiyo mkulima alikuwa anayo maamuzi ya kusema sasa nauza kwa 1500, halafu au nisubiri nipate 1200, au nauza kwa 1150. Mimi kwangu ukiniuliza leo, ninaona ni hatua tumepiga, kwamba tayari huyu mkulima ana taarifa ya bei inayopatikana, na hivyo kuweza kujua angalau bei anaweza kupanga kwenye bidhaa zake. Lakini pia umeuliza kuhusu upotevu wa mazao kwenye ghala. Hili ni eneo lingine ambalo tunaendelea kulidhibiti sana. Ukisikiliza pale mwanzo nilisema tunao waendesha maghala, tunao meneja dhamana, lakini tunao wakaguzi. Na kwa kupitia kipengele hiki cha wakaguzi ni kuhakikishie kwa sehemu kubwa changamoto hiyo ilikuwepo siku za nyuma, imeendelea kupungua siku hata siku. Kwa sababu sasa tunadhibiti kabla mzigo haujaingia mnadani. Je, mzigo uko kiasi gani kwenye ghala? Aidha, kwenye upande wa zao kama la korosho tayari tuna maelekezo ya serikali kuweza kurudi kufanya tathmini sahihi, na ni kiwango gani cha unyevu kinaweza kikakubalika, kwamba hiki kinaweza kuwa kikakubalika na wadau, kwamba ikifika kiwango hiki basi bado zao liko sawa. Kwa hilo nalo tunalifanyia kazi kwa haraka, lakini tayari tumeweka bima kwa ajili ya kulinda upotevu wa aina hiyo, lakini pia upotevu wa wizi, upotevu wa moto, yote haya yana bima, na zimeendelea kuwa zikiwasaidia hawa wafanyabiashara ambao wanajikuta amekwenda akitegemea kupata kiasi fulani, amepata kidogo, baadaye anakuwa anafanyiwa compensation, analipwa, lakini baadaye baada ya kulipwa tunarudi kufanya tathmini hilo kosa lilitokea vipi, na pale ambapo tunagundua ni mtu alifanya, hatua zinachukuliwa. Kwa hiyo hivyo ndivyo tunavyokwenda, na kwa kweli kwa ujumla naweza kusema tatizo la upotevu limepungua sana. Kama lipo ni kwa maeneo madogo madogo, na tayari wale waendesha maghala tunawasimamia wanaendelea kufanya hizo kuwarejeshea wale ambao wamepotelewa mazao yao, lakini mara nyingi inakuwa ni wanunuzi na sio wakulima. Umeuliza vizuri kwamba toka ameleta lini mpaka mnada unafanyika lini. Ni kweli mnada ni makusanyo. Hatuwezi tukapeleka kilo 5 za kwangu na kilo 5 za Neville Meena tukasema tunaendisha mnada, hakuna mtu atakuja kununua. Kwa hiyo ni lazima tusubiriane tuweze kukusanya. Kwa hiyo ni kweli tunakuwa na siku karibu 3 mpaka 4 kwa ajili ya ukusanyaji. Katika maeneo mengi wakati wa msimu tuna minada kila wiki, na minada inapishana katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo unakuta kuna kama siku 3-4 za ukusanyaji. Kwa wanajua kwamba mimi baada ya kupeleka zao langu tunasubiri siku ya mnada. Kwa saa 42 ni baada ya mnada kufanyika, ambapo yule mnunuzi anapewa masaa 42 kulipa. Alafu baada ya masaa 42 ndio fedha zikishalipwa, sasa tunategemea mkulima aweze kulipwa. Lakini kama ninavyotaka kunivyoeleza hapo awali, kwa sehemu kubwa hilo limekuwa sio tatizo, kwa sababu wadau wote wanaelewa kwamba nikipeleka ninasubiri, nina uhakika wa kulipwa. Na sasa minada iko wazi, inafanyika kidijitali, wanaona. Kwa hiyo anavyoondoka pale mnadani anakuwa yuko tayari ameridhika kwamba mimi hii bei nitakayopata inaweza kunisaidia. Lakini kama nilivyosema kwenye mahindi, tunapiga hatua sasa kwamba anapoleta mzigo wake kwa bei iliyoko sokoni, basi anapewa hata kama ni 50% au 60% ya kile kiwango, ili iweze kumsaidia kukidhi mahitaji yake wakati akisubiri mnada ufanyike. Ndugu yangu Mahenge, umeniuliza kuhusu mikoa iliyobakia. Tuna mikoa mitatu. Tuna Dar es Salaam, najua unajua kwamba kilimo Dar es Salaam ni cha mchicha, si ndio jamani au? Lakini tuna mkoa wa Kilimanjaro, kuna namna ambavyo tunaendelea kufanya kazi kwa ukaribu ili tuweze kutekeleza, na mkoa wa Arusha ambao nao wameanza kujiingiza katika maeneo baadhi kwenye bidhaa. Sasa kwa kuwa nimesema mfumo wetu utakwenda kwa bidhaa za kilimo na sizo za kilimo, ni wazi kwamba tukianza kuingiza mifugo, kesho kutwa utasikia tuko Dar es Salaam, kwa sababu kule kwenye minada ya Pugu na kadhalika tutawapelekea mfumo na maeneo mengine. Kuhusu vigezo, ni kweli vigezo vipo. Utakapoingia kwenye website yetu utapata ufafanuzi mzima. Hata wewe unaweza ukawa mwendesha ghala, ukafungua kampuni yako endeshaji ghala, ukafungua kampuni yako ya meneja dhamana, au ukafungua kampuni yako ya ukaguzi. Kwa hiyo nawakaribisha, ni fursa. Mchana unafanya peni, jioni unafanya biashara. Hapana, unaweza kufanya biashara usiku hata kama ghala.
Sawa. Kwa hiyo nafikiri kuhusu Kasulu tumepokea hiyo comment mimi na wasaidizi wangu walioko hapa, lakini tutaifanyia kazi hilo gala ulilolisema. Tutalitembelea watu wetu walioko pale karibu huenda kuliona na tuone namna ambavyo inaweza kufanyika. Ni muhimu sana gala ambazo tayari zilizojengwa na serikali na uwekezaji uliofanyika ukawa na tija zaidi, hususan katika uwepo wa mfumo huu wa stakabadhi za gala. Masoko ya kimataifa. Hivi sasa tunachofanya ni kwamba kupitia bodi za mazao zinatoa taarifa za masoko ya kimataifa. Mathalan, kwa mfano mazao kama yanayopitia zao la kokoa kwa mfano. Kila tunapokwenda kwenye mnada tayari taarifa zake zinakuwa zimejulikana. Na lengo la taasisi ya COPRA inayosimamia haya mazao ni kwamba angalau 70% ya bei inayopatikana kule kwenye mataifa ndio ambao mkulima ipate. Kwa kabla mnada kufanyika, bei ya chini inayowekwa inakuwa inaashiria 70% au inaakisi 70% ya bei ambayo iko kwenye masoko ya kimataifa. Kwa hiyo kwa njia hiyo wakulima wetu wanakuwa wanajua kwamba tumeuza bei hii angalau ni 70% ya kiwango ambacho kipo kwenye kimataifa. Asante. Basi baada ya kusema hayo, mimi nichukue nafasi hii, ndugu zangu waandishi wa habari, kwa maswali mazuri niwashukuru sana. Lakini sisi bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala tuko hapa Dodoma, tunawakaribisha sana. Ndugu yangu Dionis, labda ungesimama watu wakuone. Huyu ndio mtu wetu wa habari, mnaweza mkawasiliana naye kuhakikisha kwamba unataka kupata ufafanuzi wa jambo ukaweza kulipata. Shukrani kwa kunisikiliza, asanteni sana.